Mungu akitaka kuwavusha watu huwapa neno. Katika Zaburi, kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 13 mpaka 15, anasema alipasua bahari akawavusha, alisimamisha maji kama chungu. Kwa hiyo huu ni mwezi wetu wa kuvushwa na Bwana. Kwa yoyote ambaye yupo ndani ya nyumba ya sala, tunaenda kuvushwa na Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini ni mwezi wetu wa kuvushwa na Bwana? Kwa sababu kila mmoja anayo ng'ambo anayotaka kuvuka. Mgonjwa anayo ng'ambo anayotaka kuvuka aende kwenye uponyaji. Maskini anayo ng'ambo au muhitaji anayo ng'ambo ya kuvuka kwenda kwenye kupata. Mtu mwingine anayo ng'ambo ya kuvuka. Na watu wengi sana tumekuwa hata katika ndoto zetu tunaona kwamba tunataka kuvuka maji, lakini maji yale yanajaa tunashindwa, au tunapanda mlima ambao hatuwezi kuupanda. Wakati huu wa mwezi huu ni wakati wako sasa wa kuvushwa na Bwana. Maeneo ambayo umekwama, Mungu hahitaji ukae kwenye kiwango kimoja kila siku. Mungu anahitaji utoke utukufu uende utukufu, utoke utukufu hadi utukufu, utoke hatua hadi hatua. Mwezi huu Mungu aende akakuvushe hatua katika jina kuu la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mahali pale ambapo ulikaa muda mrefu, Mungu akupe hatua. Kuna watu wamekaa kwenye hatua moja muda mrefu, hatua ya mateso muda mrefu, hatua ya kukaa upweke muda mrefu, hatua ya kukaa kwenye mateso muda mrefu, lakini ni wakati sasa utavushwa na Bwana. Ninajua habari ya mtu mmoja alikuwa amekaa kwenye kisima muda mrefu, akupata mtu wa kumvusha kumweka kwenye kisima cha uponyaji, lakini akaja Yesu akamwambia jitwike godoro, akamvusha bila watu. Wakati huu Mungu ataenda kukuvusha hata bila watu. Ni wakati wetu wa kuvushwa na Bwana. Haleluya. Mwezi huu ni mwezi wa kuvushwa na Bwana. Ili uvushwe na Bwana, wakati mwingine Mungu anahitaji ujenge uvumilivu wa kumngojea. Katika Isaya 40 mstari wa 31 anasema wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kama tai, watakimbia hawatachoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake utapojifunza kuvumilia, Mungu anakuvusha, anakupa mabawa. Wakati mwingine usione kitu kinachelewa maishani mwako ukazani kwamba Mungu hajakujibu au hataki kukupa. Ni wakati mwingine anakufundisha kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati unaweza ukakaa pale ukasema nimesali sana, nimeomba sana, mbona sijapata? Ila unahitaji kuvumilia ili uvushwe. Kukosa uvumilivu kunazaa machafuko. Sara alishindwa kuvumilia ahadi ya Bwana, akamwambia mumewe Ibrahim, nakupa mjakazi, akazaa mtoto Ishmael, maana yake mtu wa vita. Mpaka leo familia ya Ibrahim iko kwenye vita kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Watu wengi utaingia kwenye vita na vita isiyoisha kwa sababu ya kukosa uvumilivu wa kumgoja Bwana akuvushe kwenye wakati fulani. Unaposhindwa kumgoja Bwana, utatafuta majibu yako sehemu unayoitaka. Wengine wametafuta kwa waganga wa kienyeji, wengine wametafuta kwa ndugu, wengine wametafuta sehemu fulani. Lakini jifunze kumgoja Bwana, naye hatakujaza nguvu mpya. Wakati fulani unaweza ukataka watu wakuvushe. Tunaongelea habari ya Yesu Getsemani. Alipokuwa Getsemani kwenye ile bustani, aliwachukua wanafunzi wake waaminifu watatu, akamchukua Petro, Yohana na wengine, akaenda nao katika bustani ya Getsemani akitegemea waombe pamoja naye. Ndio alitoka mbinguni akasema naenda kuwaokoa wanadamu, lakini alipofika akavaa hali ya utu, akauona msalaba, akaingiwa na hofu na majonzi mengi, akaona kwamba hawezi kwenda mbele tena. Kuna wakati fulani unaweza ukafika sehemu fulani ukataka watu wa kukutia moyo. Akamchukua Petro, akamchukua akamchukua Yohana, akasema twendeni mkaombe pamoja nami. Walipofika Getsemani wakati wa kuomba, yeye akaenda kupiga magoti. Alipokuja kugeuka
wamelala. Akasema hamjaweza kukesha nami hata lisali moja. Kuna wakati kwenye maisha unaweza ukawategemea watu wakusaidie kwenye jambo au mzigo ulionao wakuvushe, lakini ukawakuta wamelala. Ukampa mchungaji jambo lako, lakini na yeye akalala. Ukampa anko wako jambo lako, na yeye akalala. Unampa fulani ya jambo lako, na yeye akalala. Lakini angalia Yesu alichokitegemea, akarudi tena kwenye maombi. Lakini Mungu alipokuwa akimgojea na kutimiza mapenzi yake, akatuma malaika akamtia nguvu mpya. Wakati mwingine ukiangalia kushoto, kulia, mashariki, magharibi, uoni msaada. Daudi alifikia wakati huo. Wakati mwingine unahitaji tu kuinua macho yako juu, uitazame milima, maana msaada wako upo katika Bwana. Haleluya! Haupo katika watu unaowategemea, hao uliowapanga. Nina anko wangu atanisaidia kwenye kazi, lakini umekosa kazi. Kuna mtu nimemsaidia atanisaidia kwenye hili, lakini umekosa. Kuna mtu nimempanga kwenye hili, lakini umemkosa. Usijali, wote watapolala, yupo asiyesinzia wala kulala. Haleluya! Yeye mgoje hapo Jesumani yako, atakusaidia, hatakuvusha kuelekea Kalvari, hatakupa nguvu mpya. Wangapi wananielewa sasa? Ni mwezi wa kuvushwa na Bwana. Mpe high five jirani yako, mwambie unavushwa mwezi wako. Angalia, kuna mtu mmoja alihitaji kuivushwa na Bwana, anaitwa Hezekia. Katika kitabu cha Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5, anaitwa Hezekia. Aliugua huyu mtu anaitwa Hezekia. Aliugua kiwango ambacho alitaka kufa, lakini wakati akiwa kwenye wakati wa kufa, mauti iko hapa, akatumwa nabii anaitwa Isaya, akamwambia Hezekia, katika habari ya kuumwa kwako sijaja kukutia moyo, nimekuja kukwambia utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako. Huyo Hezekia akageuka nyuma. Baada ya Isaya kutoka, akumjibu Isaya, akuongea na Isaya, akuzungumza na Isaya. Wakati mwingine uhitaji kuzungumza na watu wa kuelewe kuhusu hali unayopitia. Unahitaji kugeuka nyuma na kumtazama msalaba wa Kalvari. Haleluya! Unahitaji kuangalia watu ili kuvushwa. Huyu Hezekia alipogeuka nyuma, akaliitia jina la Bwana, akamwambia Bwana, kumbuka nilivyoenenda mbele zako, kumbuka maagano, kumbuka nilivyofanya kazi. Kabla Isaya hajavuka ua, manake fensi ya nyumba ya Hezekia, Mungu akamwambia Isaya, rudi kwa Hezekia, mwambie nimemuongezea miaka, maana nimekumbuka agano la kazi yake. Ili uvushwe kwenye ugonjwa, maradhi, unahitaji kumkumbusha Bwana juu ya agano. Una agano gani na Bwana? Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie una agano na Mungu. Kuna nini umepatana naye? Kuna jambo gani umepatana naye? Haleluya! Mimi nahitaji kuvushwa kwenye hili. Una agano naye. Hezekia alivuka kwenye ugonjwa. Wewe kuna sehemu umekwama, unahitaji kuvushwa. Inawezekana uchumi umekwama, inawezekana kwenye mahusiano umekwama, kwenye hili umekwama, lakini hauhitaji maneno mengi. Hata kama kuna nabii au hata kama kuna mchawi akija kwenye maisha yako akakwambia kesho utakufa. Na watu wanaishi karibu na wachafu, wanaoga na ogopa. Yule mama ameniangalia kwa jicho baya akaniambia utaona. Hauhitaji kubishana na yule aliyekwambia utaona. Unahitaji kwenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, unakumbuka agano, siwezi kuona. Haleluya! Haya anayonieleza Isaya, alikuwa nabii wa Bwana. Achana na watu wanaokuja kukutabiria utakufa. Ukutana na nabii anakuambia wewe unakufa. Wewe unageuka, tunamwambia wewe nenda, si umetumwa na Mungu. Baba, tuna agano la kuishi. Haleluya! Kuna habari ya kazi yangu mbele zako, siwezi kufa nikiwa katika umri huu. Imeandikwa katika Zaburi ya 91 mstari wa 16, kwa siku nyingi utanishibisha. Haleluya! Siwezi kufa katika ujana huu. Kuna watu wananielewa?